अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير इन आयात का तर्जुमा है कि कसम है बुर्जों वाले आसमान की ayo naapa kwa mbingu yenye nyota na kwa siku ya miadi na kwa shahidi na kwa anayeshuhudiwa walaaniwe watu wa mahandaki yenye moto wenye kuni waliopokuwa wakikaa kwenye moto huo nao ni mashahidi wa yale walioyafanya kwa waaminio nao hawakuwachukia ila kwa sababu walimwamini Mwenyezi Mungu mwenye uwezo mwenye kusifiwa ambaye ni mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Hakika wale wanawafitini waaminio wanaume na waaminio wanawake kisha hawakutubu, basi itakuwa kwao adhabu ya jahanamu na watapata adhabu ya kuungua.
hakika wale walioamini na kutenda vitendo vizuri bila shaka zitakuwa kwa bustani yenye mito ipitayo chini yao. Hilo ndilo pato kubwa. सूरतुल बुरूज की आयत हैं जिनमें aya hizi ni aya za sura buruj. असल तालीम का हर जमाने में महफूज रहने का भी जिक्र है। Katika aya hizi imeelezwa mafundisho halisi ya Islam na habari ya kuja kwa Masia imeelezwa kwa ajili ya kuisha Islam, और मुखालिफिन का भी जिक्र है। na अफराद जमात को hali ya jumuiya ya Masia aliyeahidiwa na hali ya maadui wake pia imeelezwa, na jumuiya imetayarishwa kwa ajili ya kujitolea katika aya hizi. तैयार हो जाओ, ऐसी मुखालफतों को सामना करना पड़ेगा। Yani muwe tayari kwa ajili ya wapinzani na लंबा अरसा दी जाती है। mtapata upinzani na mateso ambayo yataendelea kwa muda mrefu, lakini Mwenyezi Mungu kwa kuona hayo yote hawezi kukaa kimya, bali itakuja siku moja ambamo hawa watu ambao wanawasumbua waaminio wataona adhabu ya jahanamu, दिलाने की कोशिश na katika moto ambamo wanataka kuwaunguza Wahmadhia, wanajaribu kuwawasha Wahmadhia, wao wenyewe wataugua katika moto ule. Kwa ajili ya waaminio ni pepo, ni ufaulu. ये जमात इस दुनिया में भी Jumuiya katika sura ya jumuiya katika dunia hii, Mwenyezi Mungu ametoa bishara ya ushindi बस ये है खुलासा na ametoa bishara ya maisha ya pepo yenye ufaulu. Hii ni muhtasari wa aya hizi nilizozisoma. Tunaposoma aya hizi kwa makini na तो जहाँ कुरान tukiangalia hali ya siku hizi ya jumuiya, हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na kwa kuangalia jambo hili tunakuwa na yakini kuhusu ukweli wa Qur'an tukufu na vile vile kuhusu ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, किस तरह na vile vile imani juu ya Mwenyezi Mungu inaimarika zaidi, kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alitoa bishara hii miaka 1500 iliyopita, na alieleza picha yake, हर जमाने में na vile ilivyoelezwa imetimia या चाहे वो मखसूस katika इलाकों और लोगों में रहा kila इस्लाम का zama. Islam iliendelea kuimarika katika इस तरह होता भी चला जाता watu mbalimbali, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba है। ऐसे मौत के आने की खुशी hali hii जो हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम itaendelea. Kisha anatoa bishara ya kuja kwa aliyeahidiwa ambaye महदूद जगहों पर ataendeleza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lengo lake, na hataeneza katika watu maalum au katika eneo maalum kama iliendelea kutokea zamani, bali kwa kueneza katika mataifa yote na kwa maeneo yote. Ataonyesha ukweli na atathibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani, na kwa ajili ya kueneza na kusambaza ujumbe huu katika kila nchi ya dunia kwa kutayarisha jumuiya. Vile vile alipatia jumuiya maarifa ya amri hii ya Mwenyezi Mungu, kul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jamia. जमात को दिया इस शाहिद मसीह मौत में बस Na kazi hii alifanya shahidi huyu, yani Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam. सदाकत को भी रोज़े रोशन की तरह वादे कर रहा है।
दिखा रहा है। mambo haya yote yanathibitisha ukweli wa sayyidina alayhi salatu wassalam na ukweli wa jumuiya pia siku hadi siku. उनसे लिखें Sisi ni wenye bahati nzuri kwa kuwa wanajumuiya tumejiunga na mshahidi huyu ambaye kwa kutoa ushahidi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत alikuja kwa ajili ya kusogeza mbele ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam अल्लाह ताला ने na alikuja kuthibitisha ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani, na Mwenyezi Mungu alimtuma kwa fadhili zake na alimtuma kwa ahadi yake. और इसके सबसे आला और अरफा होने को Ukweli wa mafundisho mazuri ya Qur'ani tukufu, जिसने इस्लाम na kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili kwamba mafundisho ni mazuri na ni juu ya mafundisho yote, kwa ajili ya kazi hii Mwenyezi Mungu alimtuma, इस्लाम na kwa ajili ya kuzuia katika mambo yote ya bid'a, na kwa ajili ya kueleza mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu alimtuma huyu shahidi मुर्तबा को दुनिया के सामने पेश फरमाया। ambaye हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम alieleza shani kubwa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia kabla ya madai ya sinama alayhi salatu wasalam. Kwa kuona hali ya Islam, watu walikuwa wakiomba shahidi huyu aje. Wale watu ambao walikuwa na mapenzi ya Islam walikosa utulivu kwa kuona hali ya dini tukufu ya Islam, na wale waliosema dini haikubaki wala waislamu hawakubaki, ni jina tu ilibaki. Ni hii ilikuwa si sauti ya mtu mmoja tu, bali kutoka katika maeneo mbalimbali watu walianza kusema hivi, na walitaka aliahidiwa huyu aje. Kuja kwa sayyidina alayhi salatu wassalam ilikuwa sawa na wakati, और फिर ये उस वक्त और उस ज़माने में नहीं जबकि हज़रत मसीह इस्लाम ने दावा फरमाया कि आपकी ज़रूरत kisha की जा रही थी। hii आज भी किसी मुसले haikuwa kwa ajili ya wakati wake tu, wakati alipodai kuwa Masihi aliahidiwa. Hata mpaka leo हर नेक फिक्र की आवाज़ leo dunia inamtafuta huyu Masihi aliahidiwa. Kila mwenye tabia nzuri anataka aje na arekebishe hali ya Waislamu. और गैरों के हवाले पर Katika hutuba ya mkutano wa mwaka huu nilisoma maelezo yote, kwa hiyo siendi katika maelezo yake, lakini kila mwanajumuiya anajua vizuri kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam और सिर्फ इन alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhuisha Islam, na si wanajumuiya tu, bali wale ambao wana tabia nzuri wasiokuwa wanajumuiya, wao pia wanakubali na wanakiri jambo hili kwamba ni jumuiya ya Ahmadiyya tu ambayo inaweza kutimiza haki ya Islam. एक वकीलों की मजलिस में थी, उन्होंने Katika hutuba yangu iliyopita nilisema kwamba katika mkutano wa mawakili walisema kwamba ikiwa upande wa mawakili kuna juhudi linaweza kufanywa, basi ni jumuiya tu inayoweza kufanya kazi hii. Na muangalie katika viwanja vyote juhudi linayofanywa upande wa jumuiya, watu wanaona kwamba ni jumuiya tu ambayo inaweza kufanya kazi ile vizuri. Na Hazur anasema hii ni kweli. Ikiwa tukiangalia kwa jicho la uadilifu, basi jambo hili linakuwa wazi zaidi, ni kwamba ni Sayyidina alayhi salatu wassalam tu ambaye anatoa ushahidi wa kweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तालीम के ज़रिए से Mfano wake hauwezi kupatikana sehemu nyingine yoyote. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ Kisha sawa na mafundisho yake ni jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam फरीदा देनी करना ambayo inamzuia kila mkono सही रहता na inazuia kila ulimi है। दूसरे मुसलमानों का unayoleta maneno machafu dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jibu la Waislamu wengine ni nini, au reaction yao ni nini? Ni reaction ambayo
inawapatia maadui wa islam nafasi zaidi kwamba waseme zaidi dhidi ya islam na waseme maneno machafu dhidi ya islam na wafanye mzaha na dini hii, नाम नहाद उलमा किस किस्म के kwa sababu wanapoona hali ya maulamaa hawa wakijina kwa kutoa fatwa na fatwa yao ni kuhusu uaji या अपने, au fatwa yao ni kuhusu kuwasha लेकिन जब अहम mali ya watu au kuwaua watu wao, na hii ndiyo ni reaction ya hawa maulama. Lakini wanapoona reaction ya wanajumuiya, कुछ न कुछ शराफत है तबीयत में, wapo wengi wenye uadilifu katika waislamu, wao wana tabia nzuri, wao wanapoona तो बाज उनमें से शर्मिंदा भी होते हैं। kwamba wanajumuiya wanaeleza picha halisi ya islam, wengine wanaona haya kwa kuona hii, बुरा भी कहते हैं। गुज़श्ता दिनों में मैं एक रिपोर्ट na wale एक जगह फंक्शन था, wanaosema dhidi ya mtume saa sallam लिखा anawaona kwamba ni wale ni watu wabaya. ईसाई ने आकर Nilipokea barua moja, mwanajumuiya akaniandikia kwamba alikuwa mkutano na mkristo mmoja alisema kuhusu mtume saa salam na alisifu sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ameandika kwamba kwa kusikia machozi yalitoka असल मुकाम katika macho yangu kwamba Mwenyezi Mungu ameumba watu nje ya Islam ambao wanapeleka ujumbe wa Islam katika watu wao. Hazur anasema kila sehemu watu wa aina moja hawapatikani, ni wengine ni wazuri, wengine ni wabaya, हिंदी का रद्द-ए-अमल ये है कि आ हजरत na sisi ni jukumu letu tueleze waziwazi mafundisho mazuri ya Islam. Anajumuia jukumu lake ni kwamba ameeleza mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani aeleze mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho mazuri ya Islam yaelezwe mbele ya dunia, na dunia iambiwe kwamba ukovu utapatikana kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dunia iambiwe kwamba mafundisho ya Qur'an tukufu ni mafundisho yaliyokamilika na ni mafundisho yanayoelekeza kwenye njia ya ukovu. Ikiwa nyinyi mnataka ukovu, basi mujiunge na mafundisho ya Qur'an tukufu na mujiunge na nabii huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha मोहब्बत और सुलह का सफीर na aliwapatia malezi watu wasiokuwa wasomi kiasi ya aina hii kwamba wakawa marafiki wa Mwenyezi Mungu, बस इस्लाम ने तो na walipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. और यही मौजूद दिखाने के लिए इन्हीं Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha muujiza huu, na kwa ajili ya kuonyesha muujiza huu na kwa ajili ya kujadilisha mambo haya yote, kwa ajili ya kuambia dunia, इसका Mwenyezi Mungu alimtuma ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dunia hii. इन आयात में शायद Jina lake बहरहाल अब मैं वापस jina lake ambaye ameitwa katika aya hizi ni Shahid. भेजा इसके दावे Sasa narudi tena katika mada yangu kwamba shahidi huyu ambaye alikuja, reaction ya Waislamu ilikuwaje baada ya kuja kwake, कर रहे हैं pamoja na hali hii kwamba walikuwa wanasubiri kwamba huyu aliahidiwa aje, करने के na pamoja na hali hii kwamba walikuwa wanasubiri na walikuwa na hamu kwamba aje, wakati Mwenyezi Mungu alipomtuma huyu shahidi, इन्होंने na kwa ajili yake walionyesha reaction gani, namna gani walim और बहरहाल walimkataa, na कि इस किस्म का रद्द-ए-अमल hii ilipangwa iwe hivi kwa sababu katika aya hizi pia imeelezwa kwamba wao watakuwa na reaction ya aina hii, yani watamkataa na hawatampokea, na hii ndiyo ni hali iliyoelezwa katika aya hizi nilizozisoma. दिलों में हकीकी रंग में बिठाने के लिए Wakati कुरान करीम Mwenyezi Mungu kwa ajili ya
kuweka mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya kueleza mafundisho ya Qur'an tukufu alipomtuma Masihi aliahidiwa उसको भी atakapokuja yeye खौफनाक मसाइब और मुखालफत yeye na jumuiya yake यही itapata upinzani mkali na itapata mateso makali kutoka kwa maadui. दीन वक्त के Na hawa ambao walikuwa wanasubiri na walikuwa wakisema kwamba jina la Islam tu limebaki na jina la dini tu imebaki, na hawa wote ambao walikuwa wanasubiri कोशिशें जो होंगी kwa शायद के आने kwa hamu sana, बन जाएंगी na अक्सरियत hawa wote baada ya kuja kwa huyu shahidi watajumuika na wataungana na maadui wao na watawasha moto kwa ajili ya huyu ये हालत है shahidi. तो मुसलमानों की हालत पर रोना है और अभी तक रोया जा रहा है। Hii ndiyo ni hali yao kwamba अल्लाह ताला के भेजे हुए kwamba wanalia kuhusu hali ya Islam, na upande mwingine ताला फरमाता है aliyetumwa na Mwenyezi Mungu wanampinga. Mwenyezi Mungu anasema जो आगे भड़का रहे हैं लोग इन पर उसकी लानत भी moto huu wa upinzani unaowashwa, Mwenyezi Mungu atawalaani hawa watu na atawaangamiza. हाल Lakini waaminio wasifurahi kwa sababu ya hii tu. Waaminio wanalazimika kujitolea वक्ती नहीं हो na wanalazimika kutoa muhanga, na tena ये मुखालफत zabihu hii au kujitolea kwao haitakuwa kwa muda mfupi, पर जुल्म bali mara kwa mara moto wa upinzani utawashwa na Wahamadia watadhulumiwa. इसी सख्ती और कुर्बानी के नतीजे में इन्हीं जुल्मों के नतीजे में हो Na maendeleo ya तो इस्लाम ने Ahmadia, yani Islam halisi, itapatikana kwa kupitia mateso haya. Sinam alayhi salatu wassalam katika vitabu vyake amesema mara kwa mara kuhusu jambo hili. अहमदियों का जानी नुकसान अहमदियों से बाइकाट Upinzani wa jumuiya na hasara yao ya mali na ya nafasi na kupiga susa, स्कूलों और बाजारों में na hali hii inaendelea kuzidi sana huko Pakistan. और साथ Watoto wa Kiahmadiyya wanasumbuliwa kutoka kwa walimu wao na kutoka kwa wenzao pia. यूनिवर्सिटियों में तंग किया जा रहा है इनको निकाला Wanafanya juhudi kwamba wanafunzi wetu ambao ni wasomi sana wasiweze kusoma katika chuoni. Mambo haya yote Mwenyezi Mungu alieleza mapema kwamba hali hii itapatikana, गो के ज़ाहिरी आग भी na moto wa aina mbalimbali utawashwa na Waahmadia watatupwa ndani yake, na moto huu wa upinzani uliwashwa से बाद में घरों को आगे लगाई गई और कोशिश की गई अहमदी katika को घरों में जलाया mwaka 73. Nyumba zilichomwa पुलिस भी और दूसरी na walikuwa na mpango kwamba Wahamadia pia waunguzwe katika किस्म की आगे pamoja na nyumba zao, na wanapolisi waliendelea kuona hali hii, na pamoja na hii waliwasha moto ya ताला ने पहले ही बताया aina mingine pia. कि जो माऊद इस्लाम Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mapema उसके साथ kwamba और उसके माने huyu Maud atakayepokuja kwa ajili ya kuisha Islam pamoja naye na pamoja na wafuasi wake, dhulma itatendewa, na dhulma hii itafanywa kwa मुसलमानों mkono wa Waislamu pia. की ये बिगड़ी हुई हालत होगी तो अल्लाह ताला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Katika hadithi pia inapatikana kwamba Waislamu watakapokuwa katika hali hii ya uharibifu, yani katika upotevu, na Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu atakapomuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atajibu kwamba mimi nilipokuwa pamoja nao walikuwa katika njia iliyonyoka, lakini baadaye walipotea, kama alijibu Isa alayhi salatu wasalam. Kwa ajili ya kurekebisha hali hii, sawa na ahadi yake, atamtuma Masihi aliyeahidiwa.
dhidi yake hawa watu wapinzani maadui watawasha moto na wanawasha moto. मुख्तलिफ जगहों पर Kwa ajili yake hii Sayyidina Ali sallam alitutayarisha katika जोर से इस तरफ sehemu mbalimbali. मसाइब और अफवाद पर तकलीफों की घड़ियां आई। Sayyidina Ali sallam alitukumbusha kuhusu एक जगह फरमाते हैं वो सब kuhusu hali hii kwamba usumbufu na mateso yatapatikana. Anasema sehemu moja kwamba watu watakaosubiri mpaka mwisho na matetemeko ya usumbufu utakuja juu yao, na watu watafanya mzaha nao, na watu wa dunia hawatawapenda. Mwishowe watapata baraka na milango ya baraka itafunguliwa kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu ameniambia nifahamishe jumuiya yangu kwamba wale walioamini imani ambayo hawakuchanganya dunia pamoja na imani yao, इताअत के किसी दर्जे से महल na imani ambayo si mwoga, na imani ambayo ina madaraja yote ya imani, hawa watu ni wapendo wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema ni hao ndio wanapiga hatua ya kweli इस सच्चाई की na wapo katika njia iliyonyoka. Kisha katika kitabu chake Ushindi wa Islamu anasema ukweli utapata ushindi, na siku ya ushindi utakuja katika Islam kama ilikuja zamani, na है कि आसमान na jua litachomoza tena. और जहाँ फिशानी से Dunia haiwezi kuzuia और हम सारे आराम lile jua, lakini hali hii haiwezi kupatikana mpaka sisi tukose starehe yatu kwa ajili yake. उनके भी Hii si kwa ajili ya wale tu ambao wanasumbuliwa, na wale ambao hawakusumbuliwa wao pia wanatakiwa wafanye maombi na wafanye ibada hasa, सारे आरामों na wafanye maombi kwa moyo sana. और एजाज़ Kisha anasema Sayyidina Ali sallallahu wasallam, waaminio फरमाया इस्लाम का wakubali. Hali hii haiwezi kupatikana kwamba waaminio wawe tayari kukubali fedheha ya kila aina na wakose raha. Kuishwa kwa Islami na tuomba zabihu, na hii ni nini? Ni kuwa tayari kujitolea kwa ajili ya Islam. हज़रत मसीह मौद Bila shaka ushindi wa mwisho ni kwetu, उसके लिए हमें कोशिश ni ushindi ni wa wale waliojiunga na Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. तोजह दिलाई है। Lakini kwa ajili yake tunalazimika tujitahidi. Na kuhusu hii Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba kwa ajili ya imani muwe tayari kujiunguza katika moto. Katika nchi ya Pakistan moto huu wa upinzani uliendelea kuwashwa na unaendelea kuwashwa hata siku hizi pia. और जिसमें Lakini katika miaka miwili iliyopita साल नहीं मिलते जितनी जानी कुर्बानी hali hii imezidi na mfano wake haupatikani katika historia. फसी कुर्बानियां Na dhabihu iliyotoa wanajumuia katika Pakistan katika miwili iliyopita, mfano wake haupatikani. Na dhabihu hii haitaenda bure, bali italeta ushindi kwa ajili ya jumuiya. Na Mwenyezi Mungu ametupatia bishara ya ushahidi na ushindi, na historia pia ni shahidi kwamba ushindi ulipatikana kwa sababu ya kujitolea. Sayyidina Ali alayhi wasallam anasema, खातिर कैसे कैसे मसाइब उठाए। angalieni wakati wa masahaba radhiyallahu anhu kwa ajili ya dini walipata mateso ya kila aina. Hawakupata starehe mchana wala usiku. Katika njia ya Mwenyezi Mungu walipata usumbufu na mateso ya kila aina. कुर्बानी की तो Huzur anasema maneno haya ya Sayyidina Ali alayhi wasallam na याद रखा kutegemea kwa wanajumuiya kwamba watajitolea, na jumuiya imeelewa vizuri maneno haya na imelinda sana, na kwa moyo sana wanaendelea kujitolea. Kama niliyosema miaka miwili iliyopita wanajumuiya wamejitolea sana na wametoa dhabihu sana. Mtu mmoja aliniandikia kwamba
hivi karibuni mwanajumuiya mmoja aliyeuawa katika Karachi, nilipompigia simu familia yake, mwanamke wa nyumba ile akasema, utupongeze, utupatie mubarak, kwa sababu sisi katika nyumbani kwetu mtu mmoja ameuawa. कुर्बानी की रूह Mashahidi wao wa Mandi Bahauddin wa Karachi au wa Gatialia, इसी में हमारी फतह। roho hii ya kujitolea inapatikana ndani ya kila mwanajumuiya, na wanajumuiya wanaona katika dhabihu hii ni ushindi wetu. Basi enyi maadui wa jumuiya katika Lahore, baada ya kuwaua wanajumuiya wengi, उसके ईमान से हटा नहीं सके, hamkuweza kumteleza mwanajumuiya yeyote, hamkuweza कभी इनके ईमानों में कमी नहीं आ सकती। hamkuweza kuteleza imani wanajumuiya wa Karachi, na imani yao haiwezi kupungua कुर्बानी की inshallah. Hata leo kila mwanajumuiya anajua maana ya kujitolea kwake ni nini, na ataendelea kuelewa na ataendelea kujitolea. Kila mwanajumuiya anajua kwamba kwa ajili ya kuisha Islam tena जैसा कि मैंने जिक्र किया, tunalazimika kujitolea, kutoa muhanga na kujitolea. Hazur anasema, nilieleza kuhusu ushahidi wa Karachi. Katika wiki moja au katika siku chache wanajumuiya 3 waliuawa, wengine walijeruhiwa, लेकिन जैसा कि na nilieleza habari hiyo katika hutuba iliyopita. Lakini kama nilivyosema, एक वाकया मैंने औरतों को सुनाया, maadui hawakuweza kuteleza imani ya jamaa zao. कि ये आगे जलाएं और फिर इसकी Bila shaka mdui anafanya juhudi lake lote, na wanawasha moto na kisha wanachunguza ule moto baada ya kuwasha, और पता wahum alaiha qu'ud, ili wawe na hali hii, na wanafanya hivi kwamba baada ya kuwasha moto wanachunguza लाने की कोशिश कामयाब होती है और उसकी निगरानी kwamba उस पर बैठे हुए होते हैं ये लोग। jinsi gani wanafaulu katika mipango yao, na wanakuwa tayari kuangalia उनकी कर रहे हैं और जलाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक ये भी सूरत सामने आई है, na wanafanya juhudi la मैंने जिक्र किया है। kuwaunguza wanajumuiya katika moto. Hali yake inaonekana katika tukio hili kwamba और डालने के लिए mwanajumuiya mmoja alipouawa kule Karachi, baadaye mamula pamoja na wenzake walijumuika pale hospitalini ili wanajumuiya wasipate matibabu, ऐसी जगहों पर जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है, na wanachunguza kwamba kwanza wapige risasi kisha baadaye wafuate mpaka hospitalini ili wanajumuiya wasipate matibabu. Hii ndiyo ni hali ya hawa madhalimu ambao kwa jina la rahmatul alamin अपने जुल्मों और wanafanya dhulma, na dhulma juu ya hii ni kwamba wanatumia jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kufunika dhulma yao. Bila shaka hawa watu watakamatwa na Mwenyezi Mungu, बेइल्म लोगों को मिलाकर उनके जज्बात को भड़काकर वहमतियों पर ये kwa sababu hawa watu आड़ में कर रहे kwa kuwakusanya watu wasiokuwa na elimu हैं, जानते बूझते हुए wanafanya dhulma हजरत सल्लल्लाहु अलैहि kwa dhidi ya jumuiya kwa kutumia jina la dini, na और अल्लाह ताला फरमाता wanafanya dhulma hii है, "फलहुम अज़ाबु जहन्नम", na wanaelimu kwamba wanafanya dhulma. का अज़ाब भी Mwenyezi Mungu anasema falahum adhabu jahannama walahum adhabul hariq. Basi kwa ajili ya hawa watu ni adhabu ya jahannamu na vile vile ni adhabu ya moto, yani adhabu katika dunia hii na vile vile adhabu katika akhira pia. फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर तौबा Basi kama hawa watu hawakutubu, तो अगर तौबा न kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba wakitubu Mwenyezi Mungu anaweza kuwasamehe, ikiwa hawatubu hawa watu na wakiendelea kuwadhulumu waaminio wanawake na wanaume इनके लिए अज़ाब, katika dunia hii, ये अल्लाह ताला pia watapata adhabu, na katika akhira pia watapata adhabu, na Mwenyezi Mungu amesema hivyo. जन्नत
सायादार waaminio wawe na bishara kwa ajili yao ni pepo ni किस्म की तकलीफ पहुंचाकर ni अपने जोम bustani ipitayo mito chini yake हमारे bila shaka maadui kwa kuwadhulumu waaminio लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इन मोमनों na wapinzani wanawasha moto dhidi yetu lakini kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hawa waaminio ni kivuli na ni maji tamu na kwa ajili ya wapinzani की से ni moto itakayoendelea उमूमन तो अच्छा हौसला दिखाने वाले हैं Waahmadiyya परेशान न हो kwa sababu ya upinzani huu wasiwe na wasiwasi na wasiwe na huzuni कि हाँ 1500 साल पहले ही कबूलियत का दर्जा पाते हैं dhabihu ya wanajumuiya au kujitolea kwa wanajumuiya ilikubaliwa miaka 1500 ilipopita wakati Qur'ani iliposhuka. Kwa hiyo hii ni heshima kubwa sana kwa ajili ya wanajumuiya, wawe wanajumuiya wa Pakistan, wa Indonesia au wawe katika kijiji kadogo cha India au mwanajumuiya awe katika nchi yoyote. इसे हर वक्त Yeyote anayepita katika moto wa wapinzani na kila mwanajumuiya anayesumbuliwa kwa sababu ya hii kwamba yeye hamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa khataman nabiyyin au आजाद सुनकर उनके दिल जलाने की कोशिश की जाती है wanaendelea kumtukana Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na kwa kufanya hivi wanawasumbua wanajumuiya. Subra ya wanajumuiya na kujitolea kwao inawapatia wanajumuiya bishara ya pepo. Hivi karibuni jana au hivi juzi kipeperushi kimoja kilichapwa chenye matukano na picha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia ilichorwa juu yake. उसने कर रहा था Kisha कर दिया kile kipeperushi यार को फेंकते जा रहे थे उस पे kile जा रहे थे और अपने जोम में ये नाउजुबिल्लाह kilitupwa ardhini na kisha watu हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम walikinyaga chini ya miguu yao का या na kwa kukinyaga picha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam अपना बदला ले रहे थे उनके जोम में तो लेकिन इनके लिए waliona wanamfedhehesha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, lakini kitendo hiki kitakuwa moto wa jahanamu kwa ajili yao. आजकल Kama nilivyosema, huko katika mji wa Karaji wanajumuiya watatu wameuawa. Hawa maadui wa jumuiya siku hizi wameelekea katika mji wa Karachi. Wakati leo nitasalisha jeneza ya hawa mashahidi wote. ईद के शहीद Mwenyezi Mungu aiweke roho ya hawa mashahidi wote mahala pema, अहमियत की तरक्की की na kila tone la लाखों करोड़ों को shahidi बढ़ाने वाला हो बेशक जमात की तरक्की liweze kuongeza idadi ya wanajumuiya katika mamilioni. दुआ हमें करनी चाहिए Bila shaka kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya kutoa dhabihu na muhanga ni muhimu, lakini tunatakiwa tufanye maombi haya pia kwa kupokea kujitolea kwetu. Mwenyezi Mungu atuonyeshe ushindi pia, atupatie ushindi pia. के लिए दुआ करें अल्लाह ताला Vile vile wale waliojeruhiwa katika tukio hili mfanye maombi kwa ajili ya afya yao. Mwenyezi Mungu awapatie afya njema na umri mrefu. पहले शहीद हैं Sasa hivi nitaeleza habari ya mashahidi waliouawa huko katika mji wa Karachi. Kwanza ni Saad Farooq Saheb, mtoto wa Farooq Ahmad Kano Saheb, ambaye tarehe 19 wa Oktoba aliuawa साद फरूख साहब शहीद के खानदान ने अहमियत का नफूज उनके katika Baldia town wa Karachi. Katika familia yao mjumuiya aliingia kwa kupitia babu yake Allah Bakshkalo जिन्होंने चक से अपने गांव से पैदल aliyekuwa mwenyeji wa 62 में kijiji kimoja cha Sheikhpur, ambaye alienda kwa miguu kwa Qadian, alifanya bayat, baadaye alihamia Laya, kisha baadaye यहाँ इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया baba wa shahid alihamia Karachi kwa ajili ya biashara na kule walianzisha biashara. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर Shahid marhum tarehe 5 Oktoba mwaka 1986 alizaliwa kwa Karachi. से वाबस्ता हो गए Alipata shahada ya electronic na baadaye alijishughulisha katika biashara. Tarehe 15 yani kabla ya kuuawa kwake siku mbili tatu,
yeye harusi yake ilifanywa, na baada ya siku 3 alipata daraja ya ushahidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukio la ushahidi kwake ni hivi kwamba tarehe 19 siku ya Ijumaa, Saad Farooq saheb na baba yake Farooq Ahmad Kalon saheb, घर वापस जा रहे थे। rais wa Baldia town pamoja na jamaa wengine, baada ya swala ya Ijumaa walikuwa wanarudi nyumbani kwao. Bana Saad alikuwa anaendesha pikipiki, baba yake na baba mkwe wake na ndugu yake mmoja na baba mdogo mmoja walikuwa katika gari. साथ पर उनका कुछ मोटरसाइकिलों में Walipofika karibu na nyumbani kwao, मोटरसाइकिल watu wawili waliokuja na pikipiki wakapiga risasi upande wa kutoka kwa nyuma, से बाहर निकल गई, जिससे शदीद जख्मी na risasi moja ilipigwa उन्होंने इस कार्रवाई को karibu na sikio lake la करके फायरिंग शुरू की, kulia, जिसमें शहीद मरहूम के वालिद na baadaye walipiga risasi juu ya gari, na baba yake alikuwa anaendesha gari. Alipigwa risasi 5, शहीद मरहूम के छोटे भाई अजीज 2 katika mkono wa kulia na 2 katika kushoto. और सामने आंख के पीछे को Ndugu yake moja Hamad pia alipigwa risasi katika paji lake. महमूद साहब जो कि गाड़ी में मौजूद थे, एक गोली उनकी गर्दन और एक Shahid, और एक गोली baba wa mke wa shahid, alikuwa katika gari. Ye alipigwa risasi moja katika shingo lake, moja katika kifua chake. वेंटिलेटर पर रखा हुआ Hali yake kidogo ni mzuri, lakini bado hali yake si nzuri, yupo katika ventilator. जख्मी हुए और बाकी 2 महफूज रहे। Ashraf Sahib pia alijeruhiwa na wengine wawili walisalimika katika tukio hili. वाकया जो हुआ है तो शहीद मरहूम के वालिद साहब ने शदीद जख्मी हालत में गाड़ी चलानी शुरू की और Tukio hili lilipotokea, तो शहीद baba wa shahid marehemu alianza kuendesha gari. Alipoona nyuma akaona bana Saad ameanguka barabarani, akamchukua akamweka garini, na ilhali alijeruhiwa, lakini katika hali aliendesha gari na akafika hospitalini. Na alipofika hospitalini, bana Saad Farooq alifariki pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shahid marhum alikuwa Musi na jeneza yake iliswaliwa huko Rabwa tarehe 21. वालदा बताती हैं कि रात को सोने Shahid marhum alikuwa akipenda sana familia yake. Mama yake anasema kwamba kabla ya kulala alikuwa akija chumbani kwetu, alikuwa akitupatia msaji na alikuwa akitupatia chai, na alikuwa akirekebisha temperature ya AC, उन्होंने हमारी na alikuwa mtiifu sana खून का अतिया देने na hakukataa amri yetu और yoyote, na alikuwa na shauku sana ya kutoa sadaka ya damu yake. वालदा कहती हैं मेरे मना Na wakati wote mtu akitaka damu alikuwa tayari kutoa sadaka ya damu yake. Na mama anasema alipomwambia kwa nini unafanya hivyo, akasema damu hii yatamwagika, ni bora niwapatie watu. Dada yake moja ni daktari, yeye anasema kwamba sisi tulikuwa tukiishi kama ni marafiki, alikuwa akitupenda sana, bali watu walikuwa wakisema kwamba ndugu yako ni tofauti na dunia hii. Yeye alikuwa mdogo, lakini alikuwa akinipenda sana kama mimi ni mtoto. हमारे दिल में Alikuwa mtu mwema sana, नहीं है, उससे हर एक के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला उसे कुर्बान si kwamba katika moyo wetu tu, bali wale wote waliohusika naye katika mioyo yao atakuwa hai. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Mke wake pia anasema baada ya nikah, alipokuwa akiongea naye, yeye alikuwa akisema kwamba fanya maombi ni wawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. जमाती प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे। मुख्तलिफ जमाती खिदमात में Katika kazi ya jumuiya alikuwa akijitolea sana. कायद खुदामुल अहमदिया कराची Katika idara ya Khudamul Ahmadiyya na katika kazi ya jumuiya alifanya kazi sana. Qaid Khudamul Ahmadiyya anasema kwamba alikuwa na sifa chungu mzima, na sifa yake moja maalum ilikuwa unyenyekevu wake. Wakati wote alipoambiwa kazi yoyote na alipoambiwa kuhusu jambo lolote, alikuwa akisema kwa inamisha kichwa chake, ndiyo Qaid Saheb.
alikuwa akipenda sana ukhalifa na alikuwa akiwaita wenye madaraka kwa cheo chao. पर थी, मगर इतनी कम उम्र Mwaka jana nilimpatia kazi ya kuangalia sehemu fulani ambapo upinzani ulizidi sana, lakini katika hali hii pia alionyesha shujaa sana na alikuwa akitembelea kule mara kwa mara na हमेशा कहता था na mpaka usiku alikuwa akifanya kazi na alikuwa akinifahamisha kwamba amekamilisha kazi. Nilimwambia kwamba eneo lako ni la hatari, kwa hivyo uwe mwangalifu sana. जुमला अमूर के अंजाम दही में खास Katika hali hii ya shida, kazi yoyote ya jumuiya alipopewa alinisaidia katika kazi ile. बड़े तो उनसे इनको उनकी शहादत छुपाने की कोशिश Baba yake pia alijeruhiwa में थे वो, उन्होंने कहा मुझे पता है कि साथ शहीद na watu walitaka kuficha ushahidi wa mtoto wake, lakini akasema najua Saad ameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, sina huzuni, nionyeshe ni uso wa mtoto wangu. Kwa hiyo akaenda kule na akabusu paji lake na akamsindikiza. Shahid ambaye baba yake, mama yake, dada yake wana imani ya hali hii ya aina hii, mdui anawezaje kuwadhuru hawa wanajumuiya? वो भी जख्मी हुए हैं जो काफी क्रिटिकल हालत है उनकी। ये अमेरिका से Baba wa mkwe pia amejeruhiwa, hali yake si nzuri. Yeye alikuja kutoka Marekani kwa ajili ya kumwoza binti yake, Mwenyezi Mungu ampatie afya njema. ये भी बल्दिया टाउन Shahid wa pili ni Bashir Ahmad Bhatti saheb. 23 अक्टूबर Huyu pia alikuwa mwenyeji wa Baldia town wa Karachi. Tarehe 23 wa Oktoba aliuawa. खानदान में Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. मोहतरम मियां मोहम्मद अकबर साहब की बैत के Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia babu yake Muhammad Akbar saheb. गांव के कई लोग Watu kadhaa walienda Qadian, walifanya bayat kwa mkono wa Sinam alayhi salatu wasalam, na waliporudi watu wengi wa kijiji walifanya bayat, na mmoja alikuwa babu wa marehemu कश्मीर के साथ na familia yake, mababu zake walikuwa wenyeji wa kijiji fulani ya Kashmir. Baadaye walihamia Nasrabad na waliishi, Bashir aliishi kule kwa muda fulani. Tukio la kuwawa kwake ni kwamba yeye saa 3 alikuwa amekaa katika duka lake, watu wawili wakaja na pikipiki, mmoja akapiga risasi 3. Risasi moja alipigwa katika shingo na moja katika kifua, alipelekwa hospitalini, lakini njiani alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa miaka 67 takriban. Alizaliwa katika Kashmir, alikuwa si msomi, alikuwa akifanya kibarua. में काम करते रहे। 1984 alihamia Karachi na aliendelea kufanya kazi katika viwanda fulani mbalimbali. Baadaye alifungua duka mdogo, सिर्फ पिछले साल aliwapatia malezi vizuri watoto. Mjukuu wake mmoja alipoenda kujiunga na Jamia Ahmadiyya alimsihi sana kabla hajaondoka. Alikuwa akitumikia jumuiya na alikuwa akipenda sana ukhalifa. Ameacha mke, watoto wa kiume 2 na mabinti 3. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote watoto wake. Shahidi wa 3 ni Dr. Raja Abdul Hamid Khan saheb, में मोहतरम mtoto wa Raja Abdul Aziz saheb. जिला कराची के मारूफ Katika mwaka 94 Muhammad Rasa Bismil saheb ambaye ni dai lalla mzuri wa Karachi na ni ana elimu sana, वाला जो आपकी कई महफिलें हुई yeye aliwasiliana na baba yake Dr. Abdul Aziz Khan saheb na vikao vya maswali vilipangwa, उसके थोड़े अरसे बाद na साहब tarehe 94 mashahidi alijiunga na jumuiya, na baadaye baba yake na mama yake pia walijiunga na jumuiya. Mababu zake walikuwa katika kabila la Yusufzai wa Afghanistan. के नाम पर आपका नाम रखा गया। हैदराबाद दक्कन के नवाब के चीफ Babu yake Abdul Hamid Khan saheb alikuwa chief secretary wa Hyderabad Dakkan. आपने बल्दिया टाउन से जब तक तालीम Shahid marhum alizaliwa mwaka 1972 katika Karachi na alisoma kule Karachi na baadaye alijiunga na Navy. प्रैक्टिस कर लेते थे। Alikuwa akikaa pamoja na baba yake katika
duka la dawa, ndiyo maana anaitwa doctor. साथ उनके Na baada ya kurudi kutoka kazini alikuwa akikaa pamoja na baba yake katika kliniki yake. रात को आए, Saa 3 kasorobo watu wawili walikuja na pikipiki usiku, दाखिल हुआ और उसने पिस्तौल na mmoja alibaki juu ya pikipiki na mmoja aliingia katika clinic na akapiga risasi 3. Alipigwa risasi moja katika shavu la kushoto na ilitoka katika upande wa shavu la इन 3 गोलियों के लगने से आप kulia, na mmoja ilipigwa katika bega lake, ये भी जमात na kwa sababu ya risasi hii alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huduma zake za jumuiya ni hivi kwamba ingawa alijiunga na jumuiya mwaka 94, lakini alikuwa sekretari wa malezi ya wanajumuiya wapya, na दर्द बाखला aliwahi kuwa nazim wa wanajumuiya wapya. मुस्कुराहट ऐसी Alikuwa mtu mwenye huruma sana na alikuwa na hulka njema. Kila wakati alikuwa akifanya tabasamu, है कि आप एक इंतहाई alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini sana. Mkewe anasema kwamba alikuwa mtu wa kuangalia familia na watoto, नुमाया खूबियाँ थीं। आपकी अहलिया बताती na huduma ya dini na utii wa khilafa ilikuwa sifa yake. शहादतों की वजह से Mkewe anasema katika Baldia town उस कबल मुझे कहने wanajumuiya waliouawa ilikuwa यहाँ से शिफ्ट हो रहे khaufu. Shahid akaniambia kwamba wanajumuiya kadhaa wanahama kutoka hapa kwa sababu ya hali, na hivi maadui watashinda katika hila yao. Kwa kusema hivi alianza kulia, akasema mimi siogopi, nina hamu kwamba niuawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. कि नहीं मैं भी नहीं Na akaniuliza, je, wewe unaogopa? Mkewe anasema akasema mimi pia siogopi, hata mimi pia kwa ajili yako na kwa ajili yangu nina hamu kwamba tuwawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. अहलिया ने इनके लिखा है कि मेरी 3 बच्चियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह Mkewe ameandika kwamba na mabinti 3 wadogo, fanyeni maombi kwa ajili yao kwamba Mwenyezi Mungu awaangalie, Mwenyezi Mungu बसरा साहब awe mwangalifu wa hawa watoto wake, mabinti yake. दयालियां जिला सियालकोट की Shahidi wa nne ni Riaz Basra Saheb, mtoto wa Munir Basra Saheb, mwenyeji wa Gatialia. Tarehe 18 Oktoba aliuawa. साहबी हज़रत मुस्लिम Babu yake Ghulam Rasul Basra Saheb alikuwa katika kizazi cha masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. गुलाम रसूल साहब बसरा एक साहबी हज़रत मुसल्लम के साहबी की औलाद में से थे। गटियालियां कला 1958 में गटियालियां कला तहसील मसरूर में ये पैदा हुए। Mwaka 58 alizaliwa kule katika Gatialia. आज दुश्मनियां चलती हैं, दुश्मनियां चल रही थी। इनके बड़े भाई को पहले शहीद किया गया था। Yeye alikuwa na uadui huko kijijini. Kwanza kaka yake aliuawa, kisha jamaa zake kadhaa ये तो इन्वॉल्व बज़ाहिर लगता walikuwa na uadui huko kijijini, lakini yeye mwenyewe inaonekana kwamba alikuwa hahusiki na ule uadui, है इलाके के lakini kwa sababu ya huduma ya jumuiya na kwa sababu ya heshima खास तौर ya jumuiya, कुछ मौलवी watu wengine walikuwa maadui, की जाती दुश्मनी hasusan mashekhe mamulla wengine wamekuja huko hivi karibuni. Wao wamesema kwamba वाला नहीं होगा क्योंकि nyinyi uadui wenu wa binafsi mnaweza kutumia 18 अक्टूबर kwa jina la jumuiya. Kwa hiyo mkiwaua, baada ya kuwaua mnaweza kusema kwamba sisi tumefanya hivi, kwa sababu yeye alikuwa kadhiani. Baada ya swala ya isha alikaa pamoja na makhudam ambao walikuwa nalinda misikiti. Baada alipokuwa naenda nyumbani, njiani watu kadhaa wakampiga risasi, na kwa sababu ya hii alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa akitumikia jumuiya, aliwahi kuwa kaida wa Khudamul Ahmadiyya miaka 4, अंसारुल्लाह के मुख्तलिफ na siku hizi alikuwa anafanya sekretari umuri ama huko Gatialia, बड़ी जमात के लिए गैरत na alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali, na alikuwa na ghara sana ya jumuiya. बड़ा जोश भी था इनमें। Alikuwa akitii sana nizamu ya jumuiya, na alikuwa akipenda ukhalifa, na alikuwa na shauku na jazba sana. Mwenyezi Mungu amghafirie na Mwenyezi Mungu awapatie watoto wake subra. 2 जनाजे Hii ndiyo ni habari ya और भी ऐलान करूंगा।
mashahidi, na pamoja na hawa ni jeneza mbili nitatangaza, na pamoja na mashahidi hawa nitajeneza jeneza ghaibu ya hawa pia. mmoja wao ni bana Abdurrahman al-Jawali wa Saudi Arabia. इनकी उम्र 47 साल थी। alikuwa mwanajumuiya mpya. Tarehe 9 kwa sababu ya mshtuko wa moyo alifariki. Umri wake ulikuwa miaka 47. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 2010 alikuja hapa Uingereza kushiriki mkutano wa mwaka. Alikuwa mtu wa kukaa kimya na alikuwa na yakini kuhusu maendeleo ya jumuiya, वहाँ के लोगों की वाहिद na alikuwa akisema kwamba ujumbe wa Sinama alayhi salatu wasalam unapendwa sana katika nchi yake. मरहूम बचपन से Zura anasema kutoka utoto wake alikuwa akitafuta ukweli बिलाखिर उन्हें अहमद की नेमत मिली जिस पर na alipata matukio ambayo si kawaida katika maisha ya watu. गुज़श्ता 2 साल से कहा करते थे कि आप उन लोगों को तबलीग Alikuwa akiwahubiri watu wote waliokuwa wakikutana nao. लिहाजा आप इनका मामला Alikuwa akisema kwamba watu wa nchi yangu wanajua kuhusu ukweli Sinama alayhi salatu wasalam, kwa hiyo haina haja ya kuwahubiri. Hapa alipokuja alionyesha imani yake sana. लिखते हैं कि हमारे भाई अब्दुर्रहमान Mtu mmoja wa Saudi Arabia ambaye ni mwanajumuiya mpya, yeye anaandika kuhusu yeye kwamba ndugu yetu Abdurrahman alikuwa hana maradhi, lakini amefariki kwa sababu ya mshtuko wa moyo, na alikuwa mtu aliyependwa na watu wote, na alikuwa akimkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, na alikuwa akimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati. Alikuwa akiwasaidia watu maskini na alikuwa akitoa sadaka baada ya kujiunga na jumuiya. Alikuwa hapendi dunia hata kidogo. Jeneza ya pili ni Izzat Abdusami Muhammad Jalal wa Misri. Tarehe 11 wa Oktoba amefariki. मिस्र के वालिद थे। खालिद इज़्ज़त साहिब तारीख Alikuwa baba wa Khalid wa Izzat sahib wa Misri. Khalid Izzat mtoto wake anasema kwamba baba yangu 11 अक्टूबर को फात पा गए। Izzat Abdusami sahib दैन शुरू में जमात के मुखालिफ थे। tarehe 11 amefariki. इतनी शदीद Wazazi wangu walikuwa maadui wa jumuiya, lakini मेरे वालिदैन शुरू में जमात के मुखालिफ थे, लेकिन जब मेरी अपने शदीद मुखालिफ भाई मुकर्रम मोहम्मद से जमात की सदाकत पर गुफ्तगू होती तो सुनकर कहने लगे lakini दोनों भी nilipokuwa nikijadili pamoja na kaka yangu aliyekuwa mdui wa jumuiya, 2009 में वालिद साहब के कंधे की हड्डी टूट wao walikuwa wakisema kwamba sisi pia ni Waislamu, lakini haina haja ya kujiunga na jumuiya. और मेरी मुलाकात Na baba yangu alipata होते रहे। इस तरह तसल्ली maradhi na alilazimika kukaa kwangu, na katika hali hii, katika muda huo alikuwa akiangalia mtie na alikuwa akikutana na jumuiya. Kwa hivyo alijiunga na jumuiya mwaka 2010 की मोहब्बत na alikuwa msaliaji sana na aliwapatia watoto wake riziki halal. 1998 में हज किया। उस वक्त में फजल ताला अहमदी Mara ya kwanza ताला इन nilifanya haji pamoja naye mwaka 1998. Mwenyezi Mungu akubali haji yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu atimize hamu yao kuhusu watoto wao. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.